Katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Mlali, wilaya Mvomero mkoani Morogoro, Henriette Ngonde anadai kushambuliwa na diwani wa kata hiyo kwa kupigwa Bwana Frenki Bwananziche wakati wa kikao cha kamati ya siasa kilichoketi kwa ajili ya maendeleo ya chama hicho. Akizungumza na waandishi wa habari, Henriette amesema diwani huyo amemshambulia mara baada ya kutofautiana kauli wakati wa kikao. Majina naitwa Henriette Ngonde, katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Mlali. Yaani kulingana na hali ninayojisikia si vizuri kulingana na tukio la jana lililotokea kwenye ofisi ya chama, nasema diwani kumshambulia kwa mambo mbalimbali pamoja na kumpiga. Kwa sasa hivi siko sawa, sitaweza kuongelea sana swala hili sababu utaratibu wa chama kina utaratibu wake na ndio tunaendelea sasa hivi ili kushughulikia ile jambo la chama ndani ya chama. Kwa mazingira ya ofisini, lakini baada ya hapo kulingana na kwa sababu alinishambulia kunigusa, kama kwenda kituoni kwa ajili ya usalama wangu, na kituoni wakanipa karatasi kwa ajili ya kwenda hospitali. Kwa hapa naendelea na matibabu na maelekezo ya madaktari. Naitwa Halima Mohamed, ni mama mzazi wa katibu kata ya Mlali. Mimi tukio jana lilipotokea, niko zangu shamba, usiku niliporudi nikapigia simu kwanza na mjumbe mwenzangu wa serikali ya kijiji. Mimi ni mjumbe wa serikali. Akaniuliza, "Eti tunasikia katibu kata wetu kapigwa na diwani." Kama sijui, hajaniambia. Basi nikamuuliza, akasema usimuulize labda tu ya watu. Kamba basi kwa sababu mwanangu mimi nikamuuliza. Kabla sijampigia mtoto wangu akanipigia tena mzee mwingine, yani mzee tu wa mshauri wa kijiji. Na akaniuliza swala hilo la kupigwa kwa mtoto. Kamba mimi sijui, labda nimuulize mwenyewe atakavyo niambia, basi nitajua kama ya ukweli au ya uongo. Basi kaachana nao, nikampigia yeye mwenyewe. Akawa ananijibu kiunyonge. Kamba vipi, mbona ananijibu kiunyonge? Niliyasikia ya ukweli, kasema haya kupigwa. Ya ukweli diwani kanipiga. Labda tatizo nini? Sema tulikuwa kwenye kikao. Unajua hapo kushaneza diwani tukiwa kwenye kikao. Anataka anavyotaka yeye. Sasa mimi nikibisha ananivamia. Ni kweli sio mara ya kwanza. Hii kama mara ya pili kumpiga na mashambulizi ni mara kwa mara. Kwa hiyo sasa hata mpaka saa hizi tunashughulika na hospitali, mimi sikwenda hata shamba leo. Niko naye, nimeenda naye hospitali. Anayo pale PFC, anayo RB. Kwa hiyo sasa simama kwake kote mpaka saa hizi kutokana na simu zinazotoka wilayani, kwa sababu yeye toka asubuhi kaenda wilayani. Diwani anayetumiwa kufanya tukio hilo, Bwana Frenki Bwananziche, amesema kwa sasa swala hilo lipo chini ya Chama cha Mapinduzi, hivyo atafute katibu wa CCM wilaya ili aweze kulizungumzia. Amesema jambo hilo sasa msemaji ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo amesema kama mnataka maelezo mengine sasa ya kukamilisha stori yenu muwasiliane naye yeye. Ayo TV na millardayo.com ikazungumza kwa njia ya simu na katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya Mvomero, Florence Machicho, ambapo amesema kuwa kwa sasa wanaendelea na taratibu za kuitisha vikao ili kubaini ukweli wa tukio hilo. Naitwa Jacob Sonyo, mwandishi wa habari wa Millardayo Morogoro. Ndio, kuna taarifa za diwani wa kata ya Mlali kudaiwa kumpiga katibu wa kata hiyo. Sasa tukasema labda kwa upande wa chama tujaribu kuuliza labda hizi taarifa zikoje. Tunafanyia kazi na mimi tunafuatilia tu. Jitihada kuitafuta jeshi la polisi zinaendelea kwa ajili ya taarifa zaidi.